Hakucheza hakuitoa kutokana na majeraha. Kutokana na majeraha. Bila shaka yote kesho tutaweza kufahamu mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Lakini kule Msimbazi pia taarifa za Pimping Kamara Bajabir pia nako Simba walitoa taarifa mwishoni mwa mwezi uliopita kwamba hali yake ilikuwa inaendelea vizuri. Bajabir alikuwa yuko mbioni kuanza kufanya mazoezi na wenzake. Kumbuka ni mchezaji ambaye alikosa hata mechi ya Simba Day. Yani kuanzia sajiliwe hajawahi kuonekana public official. Unaweza kusema open door, yani ambayo hata kama ikiwa sio ya mashindano lakini ambayo tunaweza tukaiona kwenye TV hata au watu wakaenda kiwanjani kuangalia mpira. Hatujawahi mechi zote zile ambazo zilikuwa zinachezwa kule kwenye kambi zilikuwa ni indoors. Kwa hiyo watu kumuona inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tunasubiri kumuona nini ambacho yuko nacho. Kitu ambacho kinawafanya mpaka watu wanaenda mbali zaidi, kuna watu wanasema kwamba huenda alisajiliwa akiwa na majeruhi, kwa sababu hakuna mtu mwenye uhakika kwamba hata kwenye zile mechi ambazo zilikuwa za indo kule Misri labda alionekana. Sasa watu wakawa wanaenda paka wana question kwamba inawezekanaje klabu inamsajili mtu akiwa na majeruhi kama hiyo kubwa. Maana watu wanatakiwa tu wahoji. Bajabir unajua amesajiliwa na Simba akitokea kwenye kambi ya timu ya taifa ya Kenya. Sio labda aliumia. Kwamba aliumia kwenye timu ya taifa. Yaani timu ya taifa ilimhitaji mchezaji ambaye kwamba haiwezekani kuumia. Amekosa CHAN. Si ndio? Amekosa CHAN sio kwa sababu alikuwa ameumia. Ni kwa sababu alikuwa anaenda kukamilisha transfer yake ya Simba. Unawakila gani? Yani angeshinda kucheza. Aliitwa, alienda paka kwenye kambi ya timu ya taifa. Wewe kumbuka Simba wamchukulia kwenye timu ya sasa. Timu ya taifa inawezaje kumuita mchezaji ambaye unasikia? Kwani kuumia Steve kuumia mtu si kaumia akiwa na kambi ya Simba. Yaani mimi hoja inayonishangaza ni kwamba kwenye mechi ya kirafiki mchezaji ambaye kwa sababu kuna mechi za kirafiki Simba amemsajili mchezaji mzima. Unasikia nini Steve? Sikiza point. Sikiza point ya msingi kwamba aliitwa timu ya taifa akaenda. Huenda labda aliumia. Hizi tunasema ni if we're not sure kwa sababu sio taarifa rasmi, lakini vitu vinazungumzwa behind the doors kwamba taarifa rasmi haijatoka. Labda alivyoitwa, labda ameumia kwenye mazoezi, ndio maana timu ya taifa wakaamua kumwacha na Simba akaamua kuja. Na kwenye hiyo saje. Yaani yule mchezaji sio kwamba aliondoka kwenye timu ya taifa ilimwambia aondoke. Aliondoka kwa sababu alikuwa anaenda kukamilisha transfer yake na Simba ambayo ilikuwa inaenda kumfanya kuwa mchezaji ambaye anacheza timu nyingine ambayo sio ya pale Kenya. Na hana sifa za kuchezea nini? Timu ya CHAN. Na aliomba, na akiwa timu ya taifa aliomba kwamba naomba niende nikakamilishe taratibu zangu za kutoka klabu niliyokuepo kwenda klabu nyingine. Timu ya taifa ikamruhusu nenda kakamilishe taratibu zake. Ndo akaondoka kwenda Simba, na akiwa kwenye pre-season kuna baadhi ya mechi ambazo hizo za indo amecheza na ameassist. Kuna mechi aliassist na field goal alifunga Soa kama sijakosea. Alitengeneza kwa amecheza, yani kwa hiyo huyu kaumia akiwa na timu ya Simba kwenye pre-season kwa sababu mechi alicheza. Kwa wale waliokuwa na mashaka waondoe mashaka yao. Lakini mchezaji alisajiliwa mzima na majeruhi mtu anapata dakika yoyote. Lakini wapo wachezaji wanaweza kasajiliwa mkule na majeraha wakaja wakapona na akawa fiti kwenye mfumo. Wapo wachezaji tumeona watu wanaweza kusema hiyo ni Ulaya labda Afrika sisi tuna vitu vingine vya tofauti. Kama unakumbuka Pep aliwahi kumsajili Ilkay Gundogan akiwa majeraha kutoka Dortmund anampeleka pale Etihad na alikana nafikiri msimu mzima akakaa yuko injury. Alivyopona lakini jamaa aliona kuna mali hapa. Yes, yani ndio hivyo, yani watu wanaangalia potential na alivyopona umeona ambacho amekifanya Ilkay mpaka anaondoka. Kwa hivyo ni vitu vya kawaida tu, watu wasioji. Nafikiri watu sisi Bongo kwa sababu tuna mpira wetu kivyetu mashabiki wana haki ya kuhoji ambacho wanakioji, ila kusajili mchezaji hata akiwa na rekodi ya majeraha hiyo ni kitu cha kawaida tu. Yani wachezaji wengi wana hizo rekodi. Issue tu ni kwamba rekodi yake siwe mbaya kumrudia mara kwa mara. Alisemwa nani kwamba Lucien Deroque kwamba ana rekodi ya majeraha, lakini huyu hapo kaingia kwenye timu Dube pia amemkubali. Angalia ambacho anakifanya mpaka sasa hivi. Licha kwa ndo aliambiwa kwamba huyu ana rekodi ya majeraha, lakini mtu ambaye alikuwa azungumzi ndio kapata majeraha. Sasa amefunga magoli amewazidi hata ma striker. Umejaribu kutazama. Kwa hivi vitu vipo tu kwa mchezaji, yani issue ni kumuomba tu Mungu kwamba visiwe vinawakumba mara kwa mara. Ingawa sasa unajua moja kati ya kitu ambacho huwa kinaangaliwa kwenye mchezaji ukiwa unaenda kumsajili lazima uangalie rekodi ya majeraha kweli. Kwa sababu tunasema huyo ndio adui namba 1 wa career ya mchezaji. Yaani kuna baadhi ya wachezaji ambao huwa tunasema
wakiwa hawana majeraha ni wachezaji bora sana, lakini ndio hivyo sasa, majeraha yanawafanya wanakuwa sio wachezaji ambao wana huo ubora, kwa sababu tukiwa tunamzungumzia mchezaji ambaye ana ubora mkubwa, manake consistency ni kitu cha muhimu sana, kwa maana ya muendelezo wa performance yake. Tunataka kumuona karibia kila wiki akiwa ana perform. Sasa changamoto ya majeraha ni kwamba leo utacheza vizuri, kesho utacheza vizuri, mechi ya tatu utacheza vizuri tena, afu then utaumia. Ukija kurudi utakuwa una struggle kwenye kuipata hiyo fitness ambayo ulikuwa nayo, then wewe unakuta mara nyingi sana wewe kufika kwenye potential yako ile ambayo watu wanahisi unaweza ukafika, inakuwa ni ngumu, kwa sababu karibia kila siku wewe una struggle na fitness. Kuna wachezaji wengi sana, kwa mfano Reece James yule wa Chelsea yule, yani yule kama angekuwa majeraha sio sehemu ya game yake, angekuwa anakuwa fiti mara nyingi. Kwenye ule upande wa kulia kuna beki wachache sana ambao unaweza kuwaingiza kwenye conversation na yeye, yani level ambayo yuko nayo ya potential, na akiwa fiti nini ambacho anaweza akakifanya, umeelewa? Kwa hiyo pia timu huwa zinaangalia, yani timu ikienda kwenye profile ya mchezaji na ikiangalia kwamba huyu ameumia mara nyingi sana, ametumikia muda mchache kuliko muda ambao amekuwa kwenye kitanda cha hospitali, timu lazima inapata wasiwasi. Yani unaweza kugamba kwamba huyu ni mchezaji mzuri, namchukua uenda kwenye timu yangu, anaweza akafaa na majeraha yakamuepuka, lakini mwisho wa siku ni kitu ambacho unapaswa lazima ukitazame. Na Simba wamewahi kung'atwa na nyoka, kwa hiyo nadhani wana sasa hivi inawezekana wakitembea jani likiwagusa wanashtuka. Unajua Obin Kramo, kama utakuwa unamkumbuka, Obin Kwame Kramo yule alisajiliwa kutoka ASEC Mimosa. Mmoja kati ya wachezaji ambao hata mimi mwenyewe nilikuwa nahisi wanaweza wakaja kufanya kitu kikubwa sana. Winga mmoja ambaye alikuwa ni wa kisasa na winga nyota. Nakumbuka ASEC Mimosa ambayo alikuwa ametoka kuichezea kama msimu mmoja nyuma. Mimi nilikuwa nimeangalia mechi zake nyingi sana za CAF. Kina Pakome, kina Azizi. Mmoja kati ya mchezaji ambaye alikuwa mzuri sana. Anakuja Simba, matarajio yalikuwa ni makubwa sana. Lakini ambacho kilienda kuua nini ambacho watu walikuwa na matumaini naye ni majeraha. Yaani hajaitumikia Simba kwenye level ambayo watu walikuwa wanahisi anaweza kuitumikia, na asilimia zaidi ya 90 naweza kusema ya mkataba wake Simba umeisha akiwa majeraha. Bana, iko hivyo. Pempen naye baada ya kuumia katika mechi ya Champions League dhidi ya wale wa nini Waswana wale Gaborone, alitoka akaingia Yakub, na hatukupata update yake, sijui iko namna gani, lakini bila shaka tutaweza kufahamu tu hali iko namna gani. Fountain Gate hatimaye leo wamejaribu bunduki zao ambazo walikuwa wana changamoto ya kuzitumia katika ligi kuu ya soka Tanzania bara kutokana na masuala mazima ya usajili. Hatimaye leo walikuwa na shughuli hapo, na huyo hapa Isa Liponda, afisa habari wa timu ya Fountain, ambaye anatueleza juu ya shughuli yao ambayo imefanyika leo, na ilikuwa ni sehemu pia ya utambulisho kwa wachezaji wao ambao wamewasajili. Tarudi naye hapa muda si mrefu. Tuambie hali ilikuwaje huko Babati. Sema kama winga bado hujaiva. Mwaka huu timu nyingi sana zimefanya. Ndio maana nikasema hapana, itabidi turudi. Coast wamefanya, Fountain Gate, Yanga, Simba. Inapendeza hivi vilabu vinaendelea. Mbeya City of course. Hapa wamemiss Azam tu. Singida lakini Singida wamefanya kupeleka ule ubingwa wao wa Sekafa, which japokuwa inaweza isiwe kama official kama zile za kufungua, lakini ndio same nadhani. Wao walifanya party tu. Party si ndio hii. Wamefanya mpaka parade Singida wewe winga Azam mwenyewe. Azam Day yao si walienda kufanyia Rwanda. Azamka Rwanda walifanya mwaka jana. Mwaka huu imepita tu shwa. Ila mwaka huu si walialikwa na Rayo. Hivi. Wao ndio. Lakini shughuli haikuwa yao. Sema uzuri walialikwa, yes, kulikuwa kuna tournament ambayo ilifanyika kule. Mimi nawapenda sana mashabiki wa Azam, hata wakiwa wamefungwa wenyewe jukwani wanacheza tu. Yaani sio shida zao.